Mpendwa msikilizaji, na kukaribisha tena kwenye kipindi hiki cha tatu, mambo ya ukichaa unaweza kuyafanya ambayo yanaweza yakaharibu ndoa yako mwenyewe. Biblia inatuambia ya kwamba mume na mke ni mwili mmoja. Mume na mke ni mwili mmoja. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Mtu mwenye akili timamu hawezi kuupiga mwili wake, kuutukana mwili wake, kuudharau mwili wake. Mtu mwenye akili timamu uthamini mwili wake. Moja ya ishara za ukichaa katika ndoa ni kushindwa kumthamini mwenza wako wa maisha. Unapothamini nyumba na vyombo na mali mlizokuwa nazo zaidi ya mwenza wako, wewe ni kichaa. Kuna watu ambao huwapiga wake zao na kusababisha maumivu makali, au kuna watu ambao husababisha mashambulizi kwa waume zao sababu mwenza wake kwa njia moja au nyingine ameharibu chombo chenye thamani katika nyumba. Unakuta mwanamume anampiga mke wake vibaya sana na hata kumharibu sababu ya matumizi mabaya ya fedha. Huo ni ukichaa. Unakuta mwanamume anawathamini sana watoto kuliko yule mke ambaye amliletea wale watoto. Unakuta mwanamke anathamini sana ndugu zake, anathamini wazazi wake kuliko yule mume ambaye amemlipia mahali na kumleta katika nyumba ambao wazazi wake na ndugu zake wanaishi pamoja na yeye. Kutomthamini mwenza wako ni dalili ya ukichaa. Kila mtu mwenye akili timamu uthamini mwili wake. Hakuna mtu mwenye akili timamu mwili wake unapokuwa una shida anapambana nao. Mwili wako kwa sababu una uthamini, unapokuwa ni mgonjwa, unapokuwa na udhaifu, unautafutia suluhu. Kwa hiyo mtu ambaye anamthamini mwenza wake akiwa na udhaifu hatapambana naye, bali atatafuta suluhu ya ule udhaifu. Kama unamthamini mwenza wako, utatumia muda kukaa naye. Kama unamthamini mwenza wako, utampenda. Kama unamthamini mwenza wako, utamlinda. Kama unamthamini mwenza wako, utajitoa kwa ajili ya kumjenga. Kama unamthamini mwenza wako, udhaifu wake hautakusumbua. Kuanzia sasa namwomba Mungu akapata kuachilia neema juu yako ya kuweza kutoa uthamani mkubwa kwa mwenza ambaye Mungu amekupatia. Kumbuka wewe na mwenza wako ni mwili mmoja. Hivyo mtu mwenye akili timamu uthamini mwili wake. Mungu akubariki sana, na Mungu akupe neema ya kumthamini huyo ambaye Mungu amekupatia. Haijalishi udhaifu alikuwa nao, haijalishi mapungufu alikuwa nayo. Ndio maana wewe uko mahali pale kwa ajili ya kumlinda huyo mwenza, kwa ajili ya kumpigania huyo mwenza, na kwa ajili ya kusimama na huyo mwenza. Ninaomba Mungu akufungue macho, ukauone uthamani wa mwenza uliokuwa naye, ukaone ubora ambao anao, ukaone jinsi gani alivyokuwa ni muhimu kwako, katika jina la uweza la Yesu Kristo. Kwa ajili ya mawasiliano, kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya ushauri au kwa ajili ya suluhu, iwapo unahitaji kuonana pamoja nami au kusema pamoja nami, unaweza ukasiliana pamoja nami kupitia namba hizi 0715 832 005. Vile vile napatikana Kigamboni, Kibugumo, Mzambaroni stendi, kwenye kanisa la Valley of Life International Ministries. Mungu akubariki sana. Tuonane kipindi kingine.